Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote mu Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tunajifunza somo linalohusu uaminifu kati ya Mungu na Shetani. Leo tunajifunza somo linalohusu uaminifu kati ya Mungu na Shetani. Kwanza tuanze kufahamu neno uaminifu. Uaminifu ni nini? Uaminifu ni kitendo cha kutamka neno lolote na kulitimiza. Neno uaminifu linatokana na kiini cha neno amini au aminifu, yaani hakika au ndivyo ilivyo. Je, mimi na wewe tunao uwezo wa kutamka kila neno na kulitimiza? Jibu hapana. Jibu hapana. Mimi na wewe hatuna uwezo wa kutamka kila neno na kulitimiza, isipokuwa tu kwa imani ya Kristo Yesu. Warumi 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Nitarudia, Warumi 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Je, neno la nani kati ya Mungu na Shetani likitamkwa lazima kutimia? Je, neno la nani kati ya Mungu na Shetani likitamkwa lazima kutimia? Jibu, neno la Yesu au neno la Mungu wa uzima pekee. Ndiyo, neno lake likitamkwa lazima kutimia. Kumbuka, Yesu ni Mungu. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 4 inasema, yeye mwamba kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Umeona? Kumbuka, mwamba ni Yesu pia. Mwamba ni Mungu pia. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4 inasema, wote wakanywa kinywaji kile kile cha Roho, kwa maana waliunywea mwamba wa Roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Umeona? Yesu ndiye Mungu mkuu, japo baadhi bado hawajasadiki mpaka dakika hii, wanapinga. Tito sura ya 2 mstari wa 13 inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka
na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Umeona? Kumbuka hata mauti ya Yesu haikupangwa na Shetani au mtu yeyote. Alipanga Yesu mwenyewe, maana Yesu ndiye neno na ndiye Mungu pia. Yohana 10:17 hadi 18 inasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, nitarudia, hakuna mtu aniondoleaye, narudia tena, hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kutoa, ninao uwezo wa kutwaa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Kumbuka, Yesu ametokana na Roho Mtakatifu wa Mungu, maana Mungu ni neno na ni Roho pia, na ndiye Baba wa Yesu, yani asili. Yohana sura ya 1:1 hadi 14. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na baadhi ya watu wanaamini Shetani naye eti ana ahadi za kweli. Kuna baadhi ya watu wanaamini Shetani naye eti ahadi zake ni za kweli. Shetani ni mwongo, tena mwongo sana. Mwanzo 3:2 hadi 4 inasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Umeona, huyo anayezungumza ni nyoka. Nyoka ndiye Shetani. Ahadi zake ni za uongo kweli kweli. Maana yake ni nini? Ahadi za Shetani ni za uongo, lakini ahadi za Mungu ni za ukweli daima. Kwa nini sisi leo tunajifunza uaminifu wa somo hili? Lengo kuu la somo hili, tumwamini Mungu. Lengo kuu la somo hili, tumwamini Mungu anatimiza. Lengo kuu la somo hili, tumwamini Yesu anatimiza. Lengo kuu la somo hili, tumwamini neno wa uzima anatimiza. Lakini pia na sisi tuwe waaminifu katika neno la Yesu. Tuliishi tukikosea, tuombe msamaha kwa kusali sala ya ufalme wa Yesu, tutashinda. Amina. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki na kuwasaidia tupate kuwa waaminifu katika Kristo Yesu. Amina. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.